katika mashindano yale mashindano nadhani ya Alikiba anapata dhambi. Pata dhambi kubwa kwa Alikiba. Anapata dhambi sana. Achane yale mashindano, atafute mwezi mwingine wa kufanya, sio mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani mwezi wa kutafuta thawabu na fadhila mbele ya Mungu. Unaweza kuanzisha mashindano yako tena unatumia Ramadhani, neno Ramadhani katika mwezi huu mtukufu unatumia. Labda dhamira yake iko tofauti na vile ambavyo vinaonekana. Hautakiwi, sio mwezi wa michezo huu mwezi wa kufanya ibada. Michezo sio ibada. Huu ni mwezi wa kufanya ibada. Mungu katuwekea mwezi huu kwa ajili ya kufanya ibada. Sasa kwenda kuweka Samia Cup sio Ramadhani Cup ni madhambi makubwa anayoyapata Alikiba. Ni madhambi makubwa anayopata. Tena sasa amewakaribisha watu kwenda kufanya ufuska. Mimi nimeona kwamba watu wanaenda wanatongozana pale, watu wanajiuza, wanafanyaje, sababu ni yeye. Kwa hiyo anabeba mzigo mkubwa sana kwa Mwenyezi Mungu wa dhambi. Anatakiwa aache mara moja ili swala asilifanye. Isipokuwa kama anataka kuandaa mashindano aheshimu mwezi huu. Asitumie jina Samia Ramadhani Cup, asitumie neno Ramadhani Cup. Atumie jina analotaka yeye. Na kwa nini wewe mtoto wa Kiislamu ufanye mashindano haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati mwezi wa kufanya ibada? Mwezi wa kujipinda kutafuta yale 13 rahma, maghfira na itqu minan nar. Kwa nini wewe uandae mashindano? Maana yake unataka kwenda against na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba Mungu umesema mwezi huu wa ibada, mimi nakwambia mwezi huu wa michezo. Astafute lawama mbele ya Mungu, aache hivi vitu. Yeye mtoto wa Kiislamu mimi namjua, akasoma pale Abasia, dini anajua, wanaomshawishi watamshawishi vibaya. Achane na ili swala alifai katika Uislamu. Na wale wasanii ambao wanakwenda pale na tofauti ya vile ambao vimetarajiwa, una kipi cha kuambia vijana wengi mno? Sasa umeshaeka lahawa inakuwa na nguvu sana. Shetani anakuwa na nguvu sana katika mambo ya lahawa. Kwa hiyo ina maana pale anakwenda sasa, wasanii wanakwenda kuonyesha, na watu wengi wanaenda pale kufata wale wasanii. Kwa hiyo unawatoa kule katika ibadati, sasa unawapeleka la shetani, anakuwa amefanikiwa kwamba hata kama huu mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi nawatoa watu wanaenda kwenye lahawa kule, wanatongozana, wanakaa uchi, wanafanyaje, wanajiuza. Mwanzilishi huyu ana dhambi kubwa. Alikiba anabidi atafute namna kufanya ile jambo aliacha. Sio Samia Ramadhani Cup ni sehemu ambapo watu wafanya dangulo kwenda kujiuzia. Ya dangulo lile hapana, anakosea sana, anabeba madhambi makubwa sana. Asisababishe sababu ya kufanya watu wasende kufanya ibada kwa sababu ya michezo yake. Akitaka kuweka ligi yake, aeke ligi yake kipindi ambacho sio mwezi wa kufanya mambo mazuri kama huu. Kwani ukifanya mwezi mwingine unakosa nini? Maana yake kama unataka kupingana na Mungu vile, wewe Mungu unasema mwezi wa ibada, mimi nakwambia wewe tunacheza mpira na madangulo tunafanya. Kufuturu ifika saa 4 ukienda kucheza Samia Ramadhani Cup unategea ule muda wa kwenda kula daku. Fanya mazoezi kidogo, chakula kishuke, ili utegee muda wa daku. Ule ndio muda wa ibada, sio muda sasa wananiwa kwenda kucheza mpira. Ule muda wa ibada. Kwani miezi 11 yote uweze kufanya mazoezi? Kwa nini uamue kuweka kombe lako mwezi wa Ramadhani, mwezi wa mtukufu wa kufanya ibada? Huu mwezi wote ni wa kufanya ibada. Kama hii 10 la mwisho, watu wanatakiwa Lailatul Qadr ipatikane mchana, inapatikana usiku. Sasa wewe unaweka Lailatul Qadr wakatafute kwenye mpira, akifunga mtu goli ndio Lailatul Qadr. Sasa huu ni ujinga usiokuwa na faida. Huyu kijana aache ya mambo. Mtoto wa Kiislamu kasoma dini, anajua, aache, astafute umaarufu usiokuwa na sababu. Hizi sifa tusizokuwa na sababu. Kwa hiyo aache mara moja ili swala la kutengeneza makombe katika mwezi wa Ramadhani. Akitaka kombe lake, kwani uwezi kufanya mchana mpaka ufanye usiku? Fanya mchana, si unataka burudani? Fanya huo mchana, usiku wacha watafute Lailatul Qadr. Mungu anamwambia mtume 10 laila illa qalila. Simama usiku au nusu ya usiku, fanya ibada. Anamwambia hivyo, wewe unaambia usiku watu wakacheze mpira. Tena katika mwezi mtukufu, anakosea na anapata dhambi. Anapata dhambi kabisa. Bwana Shehe, neno lako la mwisho kwa zile tabia, unakwambia kuna tabia ambazo sio nzuri sasa hivi. Kuna wazee ambao wanatoka na mabinti wadogo kwenye mahusiano. Lakini pia kuna vijana ambao wanatoka na wamama ambao ni kama mama zao kwenye mahusiano. Nataka utie neno lako la mwisho hapa, kwa sababu imekuwa ni tabia ambayo sasa hivi ukiangalia ni kama inazidi. Ukuta mzee kabisa, babu ana kitoto cha 2000 au kijana na mshangazi wa miaka 50 60. Zina tu. Awe na mtoto mdogo, awe na mkubwa, ni zina tu. Kinachohitajika kile kitendo kufanya ni zina. Kwa hiyo hayo watu ni makosa. Sasa nikisema kwamba mtoto aache kutoka na mama, ina maana amtafute mtoto mwenzie? Zina tu. Awe katoka na mkubwa na mdogo, ni zina, ni haramu kwenye Uislamu. Batu katika dalili za kiyama Mtume alisema inna min ashrati saa, moja katika dalili za kiyama ayadhhara zina itakuwa nyingi.
Moja katika dili la kiyama, zinaa itakuwa kama njugu. Leo mara ngapi unaona kuna madada poa wanajiuza mitandaoni, uko kwenye sijui mabaa, kwenye nini, ukifanya masiala, ukipita na gari lako linasimamishwa, linafanya. Hii ni dalili yote ya kiyama. Kwa hiyo tuone kwamba siku za mwisho zimekuja kama Yesu alivyotuambia, taifa litaondoka kwenda kupigana na taifa nyingine. Kwa hiyo waogope. Sasa hivi dhambi haiogopewi. Hata Ramadhani yenyewe unaiona sasa hivi watu wanakula mchana, wanafanya madhambi mabaya yanafunguliwa. Kwa hiyo kila tunavyozidi kwenda mbele, dunia inafika mwisho na madhambi yanaongezeka. Neno lako moja la mwisho shehe, kuelekea ili 10 la mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhani, una neno gani la kuzungumza kwa yote ambayo tumeongea hapa? Tufanye ibada. Sisi tumekuja duniani kutafuta pepo. Tusicheze. Leo hujachelewa, leo mtu anza kujipinda kukesha kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr. Khairum min alfi shahr, ni bora kuliko ibada za miezi 1000. Sio jambo la kuchezea, ni jambo la kufanya ibada, ukweli wa kufanya ibada. Kwa hiyo kama ulikuwa unaona kwamba mimi natakiwa kufanya ibada, 10 hili tulisichezee. Tuache ule mpango wa kukadiria siku kwamba leo ndio Lailatul Qadr. Tuache mpango, upo katika dini. 10 lote tufanye ibada. Watu ambao ni VIP wenzao, kufuturisha sio dhambi. Unamfuturisha nani? Huyo unayemfuturisha yeye ana shida na iftari yako, kwa sababu hii ni iftari ya show, haitaki thawabu. Ndio maana hata kwa Muislamu anafuturisha hiyo iftari, watu wanaenda kufuturu wasiokuwa Waislamu. Waislamu wote wanafuturu, aliyefunga hajafunga naye anafuturu. Iftari ni ibada bwana kwenye Uislamu. Iftari wanatakiwa wapewe wasiokuwa na uwezo wa kupata iftari, lakini ukiwaita watu wana uwezo wa kufuturu, wewe umekuja kuwalisha tu, kwamba hiyo bwana kwa Mungu sidhani kama kitu unapata, kwa sababu umeitupa pesa yako kwa wahitaji wasiohitaji hiyo pesa. Ili upate thawabu, pesa yako iende kwa wahitaji ambao wanahitaji hiyo pesa. Watanzania wana shida sana na maisha magumu. Mashehe niwaambie waache hizi habari. Wanapopewa nafasi ya kusema waseme. Hizi iftari hazipo sawa. Twendeni tukafuturu na watoto yatima, twendeni tukafuturu na maskini, twendeni tukafuturu na wasiojiweza. Unajua ifika mahala baadhi ya kwetu sisi mashehe, dini tunavyoipeleka mpaka sasa hivi tunaitwa wazee wa iftari. Wallahi tunapewa majina mabaya sana. Kuna mtu kanipigia simu, mzee wa iftari. Ambia mzee wa iftari nani? Wewe bwana, ukipigiwa simu tu ushafika. Kaambia bwana, mimi umeniona wapi bwana, nakwenda bwana, mbona unataka kunitukana sasa hivi? Mwaliko kidogo. Mwaliko tu. Mzee wa iftari. Waftari wa vyuku. Yaani wewe nyi mashehe kazi yenu kuku tu. Tunatukanwa sana. Unafikia? Sana. Sasa tuwaambie kwamba mashehe tuseme, turudi katika dini, tusifanye dini masiala. Tuwaambie viongozi wenye nia ya kutafuta thawabu ya kufuturisha, mahala gani pazuri pa watu kwenda kufuturisha. Kama